Harakati za Bongo. Yes, tuko na kapteni wa Bongo Flava Tanzania, mme halali wa Sabra, mpika biriani ambayo watu wengi wameisifia. Bwana, ilikuwaje kwanza kuanzisha wazo la kutengeneza biriani kila Ijumaa hapa kwetu pazuri? Kwa sababu mke wangu kweli mashallah fundi kwenye kupika. Sasa ule utamu ambao ule ufundi wa nyumbani akamwambia bwana mtu lipeleke huko. Sasa kama mbona sifia peke yangu kila siku? Inabidi watu wasifie watu wengine. Kwa sababu nishakula mabiriani tofauti na yeye. Siku nyingine tumetoka tunakula biriani sehemu nyingine. Biriani baya, mchuzi mchuzi yaani mchuzi mwepesi. Yaani biriani baya yani. Kwa hiyo kwa sababu hapa kwa pazuri mimi jamaa zangu wakasema bwana sio kesi. Chukua hiyo sehemu bwana wewe. Ndio kama basi poa kila Ijumaa at least nitakuwa sache la meza sasa hivi. Kwa support yako iko wapi kwa Sabra? Support yangu ndo kama hivi, washikaji zangu wanakuja mastaa na wame appreciate chakula kizuri. Orders zimekuwa nyingi na system next week Ijumaa star mmoja ndio anakuwa anasambaza order. Kwanza kwa Mr Blue, anza kwa Madi, anaweza kwa Dogo Janja, anaweza kwa Tunda, anaweza kwa nani. Star na deliver chakula chakula. Kwa zile order zikiingia, Madi bwana Madi sahani 10 zinaenda sehemu fulani. Madi sahani 8 zinaenda huku. Kwa hiyo anazunguka apeka order sehemu zote. Kwa hiyo system inaanza wiki ijayo na naamua yani nichague kati ya Mr Blue na Madi nani aanze. Jamani. Hili swala la kuanza kutengeneza biriani kwa mkeo, najua wewe mkono wako upo kwa asilimia kubwa sana kwenye hichi kitu ambacho anakifanya. Inaweza kuathiri kwa namna yote kazi yako ya muziki? Hapana, hii ni biashara nje ya muziki na biashara ya mke wangu. Mimi na support kwa sababu na support kwa sababu mimi ni mume wake na nina nguvu fulani ambayo naweza nikamsupport mke wangu akafika sehemu ambayo anataka. Kwa mimi nampeleka mpaka sehemu ambayo yeye anaona mimi hapa inatosha na muacha anaenda mwenyewe. Kwa sababu hii ni biashara kama biashara zingine. Kama mimi nafanya biashara ya muziki, yeye atakuwa anafanya biashara yake. Ndio maana hata namba ya simu ni yake, sio ya Tunda. Namba ya simu ya order anapokea yeye mke wangu. Kwa atakutana na changamoto nyingi. Kuna watu wengine kwenye changamoto hapo. Nataka tuje kwenye changamoto. Hawataki biriani chakula, wanataka biriani nyingine. Kwa sababu ni akili pia mke wangu ambaye yeye anaweza kuamua afanyaje, lakini mimi namwamini mke wangu. Utakufanya na kitu kama hicho? Utakufanya na jambo kama hilo? Bado kwa sababu namba yenyewe nafikiri leo ndio order zimeanza kupokelewa. Kwa na maana uko mbele wapo watu ambao watakuwa sio wastaarabu. Man. Umejipanga vipi kwenye hilo? Namtrust mke wangu, ana hofu ya Mungu. Yaani namwamini. Kuna sehemu nyingine hapana kwa pagumu. Unashindwa kupindua. Kila chief kiumbe au? Amna na maana kama hivi. Hapo namwachia yeye ndo anajua. Man, yeye ndo anajua. Yeye ndo yani kwa sababu mimi namwamini. Basi najua mimi muaminifu wangu. Wewe pia inabidi ujipange kwamba hili jambo likitokea mimi nalisolve vipi kama kidume. Simu zingine nachungulia. Message zile simu nachungulia. Sababu simu yake iko free haina lock haina nini. Ndio anachungulia pale. Angalia nani? Mbona biriani anasema Jumanne wakati biriani Ijumaa. Leta biriani Jumanne wewe. Ndio maana ile swala kwa kama star ndo deliver chakula. Pia ni kukataa mke wangu asiwe anaenda huko. Ndio maana star ndo anapewa order. Kwa star kwa yupo tu anabeba na sahani 100 kwenye gari. Kwa bwana Madi peleka 10 pale Semfan TRA anapeleka 10. Peleka 10 sijui kuna wachezaji mpira wapelekea 10. Peleka 2 20 30 au kuna order sijui zio. Ndio tunachofanya hivyo. Sawa, hili jambo ni linapatikana kwetu pazuri tu au kuna sehemu ambayo mama anauza chakula kila siku? Hapana, kwa pazuri ni kila Ijumaa. Lakini kuna ndio maana kuna namba ya simu. Ina maana kama mtu anataka apike kwenye shughuli, anataka apike sehemu nyingine tofauti na pale, atakuwa anaongea naye mwenyewe. Lakini hapa ni kila Ijumaa. Na kwa leo tu kapokea simu nyingi sana ananiambia watu wanataka na Jumapili pia auze kwa sababu leo watu wengi wapo kazini. Kwa hiyo nafikiri anafikiria hilo swala la kufanya na Jumapili pia. Kwa hiyo lakini system ni kila Ijumaa na sio siku nyingine. Kwa wale wakupiga simu Jumanne, Jumatano wanakabiliana.
nitakutana nao, nitapambana nao vizuri. Lakini kwa muendelezo, yani kwa mbele, kuna taratibu za kufungua labda kefu hivi au hoteli na vitu kama hivi? Yani kwa mbele nataka nifungue. Nimegundua Tabata kuna watu sasa hivi imekuwa sehemu kubwa sana, lakini hamna ile sehemu ambayo kweli mtu anaenda kupata chakula yani azidi mbili. Yaani azidi mbili. Kwa hiyo plani yangu, kwa sababu mimi mke wangu anapenda na jiko, plani yangu mimi nimtengenezee sehemu ambayo pia ni classic. Mtu yote anaingia. Sababu kuna sehemu zingine bwana unagusa, mimi sasa hivi nitakwenda kula na usta wangu hivi nachungulia wapi. Sehemu zingine ziko local kabisa. Kwa hiyo tunatafuta sehemu ambayo namjengea mtu yote anaweza kaingia. Sehemu yake ikiwezekana nunua kabisa. Sio sehemu sio unapangisha jengo, sio nanunua kabisa place, anakuwa yuko pale. Yeye ndo kila kitu. Tamam.